Juni 10 mwaka 2025, ripoti ambazo tuko nazo ni zile ambazo zinatoka katika eneo la Special Military Operation. By the way, ni ripoti mfululizo au ripoti mchanganyiko, lakini zote zinaelezea juu ya kile ambacho kinaendelea katika eneo la mapambano. Bwana, Urusi imethibitisha kufanya mashambulizi katika miundombinu ya ulinzi pale mjini Kiev, ambapo Moscow imefanya mashambulizi ya makombora, ndege pamoja na vifaa vya ujenzi wa meli katika mji mkuu wa Ukraini. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imethibitisha kufanyika kwa mashambulizi hayo. Jeshi la Urusi limefanya mashambulizi kadhaa ya masafa marefu dhidi ya malengo ya kijeshi na viwanda katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Wizara ya Ulinzi mjini Moscow imethibitisha. Katika taarifa walioitoa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025, wizara imesema vikosi vyake vilianzisha mashambulizi ya kundi kwa kutumia makombora ya hali ya juu na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya shabaha kadhaa zinazohusiana na ulinzi, zikiwemo ndege, makombora, silaha pamoja na vifaa vya ujenzi wa meli huko Kiev. Urusi pia ilifanya shambulizi katika vituo vya kutolea amri, maeneo ya kupelekea wanajeshi, vituo vya kuhifadhi silaha pamoja na vifaa, miundombinu ya viwanja vya ndege vya kijeshi, maghala ya risasi pamoja na maghala ya mafuta. Maafisa wa Urusi wamezungumza kwamba lengo la mashambulizi limekamilika na malengo yote yaliyokuwa yamewekwa yametimizwa. Maafisa mjini Moscow wanasema mashambulizi ya Urusi yalilenga tu vituo vinavyohusiana na masuala ya kijeshi na si kuwalenga raia. Mapema tarehe 10 leo pia maafisa wa Ukraini walisema kwamba mashambulizi hayo hayakulenga Kiev pekee, lakini pia mikoa ya Odessa, huku kukiwa na taarifa ambazo ni zinaelezea kwamba Urusi ilifanya mashambulizi katika mikoa isiyopungua 19. Waliongeza kwamba watu wasiopungua 2 waliuawa na wengine 13 kujeruhiwa, ambapo huko Kiev viongozi wa eneo hilo wamesema shambulio hilo liliharibu vifaa katika wilaya kadhaa, ikiwa ni pamoja na majengo yasiyokuwa na makazi pamoja na kituo cha biashara ambacho kinaripotiwa kuwa kilikuwa ni kituo cha visa cha kule Uingereza. Ripoti nyingine zinadai kuwa katika kisa cha mwisho, shambulizi hilo liligonga mtambo wa Aritom ambao unazalisha vifaa vya kijeshi. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amelitaja shambulio hilo kwa moja ya mashambulizi makubwa katika mji mkuu wa Ukraine, akisema kwamba lilihusisha ndege zisizokuwa na rubani 315 pamoja na makombora 7. Pia ameikosoa Marekani kwa kile ambacho amekiita ni kusita kuweka shinikizo kwa Urusi na kuitaka Washington kuchukua hatua madhubuti. Shambulizi hili linakuja baada ya Kiev kuzidisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani nchini Urusi, huku Moscow ikishutumu Ukraine kwa kujaribu mashambulizi ya kigaidi kwenye miundombinu ya reli ya taifa la Urusi ambayo yalisababisha vifo vya raia, na Moscow pia imeishutumu Kiev kwa kulenga vituo vya anga vinavyohifadhi washambuliaji wenye uwezo wa nyuklia. Lakini pia tukiwa hapo ni kwamba mwanamke mmoja ameuawa katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine kwenye mji mkuu wa mkoa wa Urusi ambao unafahamika kama Belgorod. Taarifa hii inathibitishwa na kiongozi kutoka katika eneo hilo, Gavana Vyacheslav Gladkov, ambaye amethibitisha kwamba mwanamke mmoja ameuawa na wengine 4 kujeruhiwa katika shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine zilizolenga kituo cha mafuta katika mji wa Belgorod nchini Urusi. Kwenye taarifa ambayo ameituma kupitia katika ukurasa wa Telegram, Gladkov amesema huduma za dharura zilijaribu haraka shambulizi hilo kulizuia, ambalo lilizua moto na kusababisha jengo la kituo cha mafuta kuporomoka. Anasema waokoaji wameupata mwili wa mwanamke kutoka chini ya kifusi. Gavana amezungumza akiongeza kwamba kuna tishio la shambulizi la pili la ndege zisizokuwa na rubani linalopangwa na Ukraine. Wanawake wengine 3 na mwanamume mmoja wamelazwa hospitalini wakiwa na majeraha ya wastani. Gladkov amesema huduma za dharura pamoja na vitengo vya kujilinda vya ndani vilikuwa vikifanya kazi katika eneo la tukio na walikuwa wakiondoa uchafu. Wizara ya dharura ya Urusi imesema zaidi ya waokoaji 50 na vitengo 23 vya vifaa vimetumwa katika eneo hilo kwa ajili ya kufanya usaidizi kwa wale ambao wamekumbwa na madhira. Zaidi ya ndege 100 zisizokuwa na rubani ziliharibiwa katika maeneo ya Urusi usiku wa kuamkia leo tarehe 10, zikiwemo 20 katika mkoa wa Belgorod. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti ambapo vifusi vya ndege moja isiyokuwa na rubani vilianguka katika mji mkuu wa mkoa na kumjeruhi mvulana wa miaka 8. Mtoto huyo alipata mshtuko na majeraha ambayo yalimsababisha akapelekwa hospitalini haraka iwezekanavyo. Ukraine imeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi yake ya ndege zisizokuwa na rubani kwenye miundombinu ya kiraia huko Moscow pamoja na mikoa mingine ya Urusi tangu katikati ya mwezi Mei.
katika mkutano wa wale mataifa ambayo yalishiriki katika kutafuta suluhu ya amani. Tuliona Ukraine wao walisema watahakikisha wanafanya kitu kinaitwa ceasefire, kwa maana ya kusitisha mapigano kwa muda, lakini jambo hilo limeonekana kushindikana kabisa. Niweke nukta ya ripoti. Wakati Urusi wakiendelea kufanya mashambulizi na Ukraine, piga ni kupige tu, pigane tupasuane, tumeona Urusi wamefanikiwa kumkamata mshambuliaji wa kigaidi ambaye alikuwa anafanya mashambulizi au anapanga mipango ya kufanya mashambulizi katika majengo ya Urusi. Kijana mmoja aliajiliwa na Kiev kuanzisha mashambulizi katika jengo la utawala. Hii ni sehemu ya ripoti iliyotolewa na Wizara ya Urusi. Huduma ya usalama ya shirikisho la Urusi inafahamika kama FSB wamefanikiwa kuzuia shambulio la kigaidi la Ukraine katika mkoa wa Krasnodar kusini mwa Urusi. Taarifa imetolewa na FSB. Mwanaume mmoja ambaye aliajiriwa na Kiev alizuiliwa kwa kupanga kuanzisha mlipuko katika jengo la utawala la kampuni ya nishati katika eneo hilo, FSB imesema katika taarifa yake. Kulingana na shirika hilo, mshukiwa huyo akiwa na umri wa miaka 20 tu, mapema alifuatwa na idara za ujasusi za Ukraine kupitia katika ukurasa wa WhatsApp mwezi Februari kwa ajili ya kupewa jukumu hili. Majukumu yake ya awali ni pamoja na kuchukua picha za vifaa vya kijeshi na kukusanya taarifa juu ya harakati za meli za Bahari Nyeusi za Urusi. Na mwanaume huyo baadaye aliambiwa akusanye kilipuzi chenye uzito wa kilo 2.5 kutoka katika eneo ambapo angejificha kwa ajili ya kufanya kitendo cha kigaidi katika eneo la umma. Alikamatwa na maafisa wa FSB alipokuwa akienda kuchukua bomu kwa ajili ya kufanya shambulizi. Kesi ya jinai imefunguliwa dhidi yake kwa kuandaa kitendo cha kigaidi na kumiliki vilipuzi kinyume na sheria, taarifa ya FSB imethibitisha. Mwanaume huyo baadaye akakiri kwamba ni kweli alikuwa ametumwa na Kiev kwa ajili ya kufanya uchunguzi, lakini pia alichapisha video fupi akihojiwa mshukiwa, ambapo alisema alipokea pesa kutoka kwa majasusi wa Ukraine kwa ajili ya kutimiza majukumu yao. Jengo la utawala ambalo lilipanga kushambuliwa lilikuwa ni eneo la Novorossiysk, ambapo Novorossiysk ni mji mkubwa wa bandari kwenye Bahari Nyeusi ambapo sehemu kubwa ya biashara ya mafuta ya Urusi inafanywa. Pia ni mwenyeji wa msingi wa fleet ya Bahari Nyeusi, kwa maana eneo hilo limekuwa likitumika katika shughuli nyingi sana za meli. FSB imeonya katika taarifa yake kwamba huduma maalum za Ukraine zinazidi kutumia programu za kutuma ujumbe kwa njia ya Telegram na WhatsApp kuhusisha wananchi katika shughuli za hujuma pamoja na upelelezi. Yaani wa Ukraine sasa hivi wanachokifanya ni kutafuta namba mbalimbali za watu wanaotumia kwenye WhatsApp, wanawaomba waweze kushiriki katika vitendo vya kigaidi, lakini kwa bahati mbaya Urusi na wenyewe wako vizuri. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.